Ebana, inakuwaje? Mambo vipi guys? Mambo vipi tena? Kama ilivyo ada, na leo tumekutana tena katika episode ya 7, yani sehemu ya 7 katika kazi inayoitwa Ndala za Chuma. Jina langu ni Shama, na bila kupoteza muda tuendelee pale tulipoishia, ambapo tulimwona Johnny akiwa amechukua gari na anakimbia kwa mwendo wa kasi sana. Hatujui anapoelekea, so bila kuchelewesha muda, let's go. Baada ya mwendo huo wa kasi kuchukua kama dakika 10 hivi, aliopunguza. Akaingiza mkono mmoja mfukoni, huku ule mwingine ukiwa bado umetingwa katika kuendesha gari. Akatoa simu yake na kupiga. Mlio wa kuita ulisikika. Aliweka kipaza sauti, kisha akaiegesha pembeni. Na punde ilipokelewa. Jina la mpigiwaji lilikuwa limehifadhiwa kama Captain. Hatukuahidiana unipigie muda huu. Baada ya kupokea tu, huyo mpigiwa hakutoa hata salamu. Alienda moja kwa moja katika mazungumzo. Jimmy hatunaye tena, Johnny aliongea kwa sauti iliyopwaya. Kimya kifupi kikatawala upande wa pili. Kisha swali likasikika. Ni ajali? Ameumwa? Ni nini kimeamua kutuletea maumivu usiku huu? Johnny alijibu kwa hisia za uchungu. Wamemuua. Kasi ya leo sikupata kuiona mahala popote pale. Ni kitendo cha kuiwasha sigara na kuivuta mara moja tu. Kimya kikachukua nafasi tena upande wa pili, kabla ya kujibu kwa sauti iliyotetemeka kuashiria hasira. Muuaji hodari huhitaji pumzi sisimizi tu ili kuondoa roho ya mtu. Hawapuuzi. Wameimaliza mechi ndani ya dakika ya kwanza. Sioni sababu ya kusubiri ndani ya dakika 45 ili tutoke uwanjani. Miaka yako yote 5 tuliyokutuma ukafanya kazi hiyo imekuwa sawa na bure tu. Umefeli afande Johnny. Umefeli. Simu ikakatwa. Johnny ambaye aliitwa kwa kupachikwa cheo cha wafande aliegesha gari pembeni. Kisha akainamisha kichwa chake katika usukani. Bado mawazo yaliendelea kumpa suruba katika ubongo wake. Alijiinua, akavuta kiti chake cha gari na kuegemea. Ghafla simu ya Jimmy ilikuwa mfukoni mwake ilianza kuita. Alikurupuka haraka sana na kuiweka sikioni. Kimya. Na hapo ndipo alipotambua kuwa hakuwa bado ameipokea. Akaipokea na kuirejesha tena katika sikio lake. Ilikuwa ni namba ambayo bado haikuwa imehifadhiwa katika simu hiyo. Afande Johnny, naomba rudi nyumbani kwa Jimmy, rafiki yako kipenzi. Sauti yenye utulivu ilisikika upande wa pili. Wewe ni nani? Johnny aliuliza kwa hasira na asijue mantiki ya swali lake. Simuni likatoka jibu. Mtu ambaye nimeguswa zaidi na msiba huu. Nani? Mpumbavu kabisa wewe. Niambie ni nani? Ndala za Chuma. Ukiniita Ndala za Chuma tu inatosha. Simu ikakatwa. Johnny papo hapo aliwasha gari kwa ghadhabu na kuligeuza arudi alipotoka. Yaani arudi nyumbani kwa Jimmy. Katika mchezo wa karata, jitahidi sana kutanguliwa kwanza na bahati. Wapo wanaofanikiwa kupata turufu na wengine magarasa. Turufu ni zile karata zenye thamani. Mkononi mwako kukiwa kuna turufu kuzidi magalasa, katu huwezi kushindwa. Hata dunia ikiamua kugeuka kuwa umbo la mshazali. Hali iliyo tofauti kabisa katika maisha halisi. Huku katika maisha, hata ukabahatika kuwa na turufu zote, tena kwenye viganja vyote viwili, usipokuwa makini, huwezi kufanikiwa kushinda walau kwa kusingiziwa. Unaweza kuipinga kauli hii ikiwa tu hujakutana na maisha ya Johnny. Johnny Kalikwenda hakupenda kujulikana kwa majina yake yote matatu kutokana na umaarufu aliokuwa nao baba yake, Luten Tundura Kalikwenda. Wengi walimuita Luten Tundura, mzee mwenye misimamo ambaye hakutaka kuona mwanae Johnny akiumba katika masomo tangu alipokuwa shule ya msingi, jambo ambalo halikumpendeza Johnny. Kipindi Johnny alihitimu darasa la 7, mama yake ambaye alikuwa ni mbunge wa viti maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimnunulia zawadi ya laptop.
Hakika kijana huyu alijivunia sana upendo kutoka kwa mama yake, mpaka pale zawadi hiyo ilipokuja kuvunjwa na baba yake. Punde tu baada ya matokeo kutoka, John alikuwa amefeli. Hakuwa na vigezo vya kuingia kidato cha kwanza na kuendelea na elimu yake ya sekondari. Pesa ya mzee wake ilipaza sauti. Akatafutiwa shule ya binafsi mapema mno. Akapigwa mikwara ya hali ya juu na mzee huyo mkorofi. Kisha akaambiwa kuwa kama si likizo, basi kuliona geti la nyumba yao itakuwa ni dhambi isiyostahili toba. Kidato cha 4 kilivyomalizika, John akaweza kurudi nyumbani kwao, na safari hiyo hakuliona geti akiwa peke yake, bali na 0 ikiwa imeongozana naye, yaani alifeli. Baba mtu akawaka mno. Mtoto alishaanza kumshinda, lakini hakuna linaloshindikana mbele ya kivuli cha pesa. John akatafutiwa chuo kwa cheti cha mtu mwingine. Hata jina alibadili likawa la mtu huyo, John Yunus Komba, marehemu aliyekuwa amefariki kwa ajali ya gari siku 2 kabla ya kushuhudia matukio ya jitihada zake. Matokeo ya ufaulu wa daraja la kwanza, yaani division 1. Cheti kilichombeba John kikampa urahisi baba yake. Ufaulu mkubwa katika cheti hicho ukamsaidia apate nafasi muhimu zaidi katika chuo cha jeshi nchini. Kabla ya kupewa nafasi nyingine ya upendeleo baada ya kuhitimu, akaenda kuendeleza masomo yake nchini Urusi. Yote haya yakifanyika kwa msaada wa baba yake aliyekuwa amestaafu. Kupitia maafisa wa jeshi aliyokuwa akifahamiana nao, na isingekuwa rahisi kutambulika kwa kuwa jina lililokuwa likitumika halikubeba ubini wa tundura wala galikwenda. Na hiyo ilikuwa ni sehemu ya 7. Tukutane tena katika episode ya 8. Jina langu ni Shama. Chao.